Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wageni waalikwa, awali ya yote naomba nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu. Naomba pia nitumie fursa hii kushukuru sana Wizara ya Elimu kwa kupata fursa hii adhimu na kupata heshima hii. Na nimshukuru tena pia Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu kwa kuniamini na kunipa nafasi ya kuja kumwakilisha katika jambo hili kubwa na zuri ambalo ni la kuchangia kongamano la kimataifa la e-learning Africa litakalofanyika nchini kwetu hapa kuanzia tarehe 7 hadi 9 mwezi ujao, kwa maana ya mwezi Mei mwaka huu wa 2025. Kauli mbiu kwa mwaka huu ni kufikiria upya elimu na maendeleo ya rasilimali watu kwa ustawi wa Afrika. Yani reimagining education and human capital development for Africa's future prosperity. Na Profesa, wewe na timu yako hongereni sana, na kwa kweli kwa jambo hili mnalolifanya ni jambo jema. Kwa hivyo e-learning kuanzia huko, pamoja na kwamba hii ni ya kimasafa lakini na matumizi ya kiteknolojia, ni jambo ambalo haliepukiki kwa dunia ya leo. Pamoja na matukio mengine, kongamano la e-learning Africa litajumuisha mkutano wa mawaziri wa elimu na sekta nyingine kutoka barani Afrika. Aidha, kwa mwaka huu mawaziri takriban 50 kutoka katika nchi 49 barani Afrika wanatarajiwa kushiriki kwa lengo la kujadili na kuazimia mikakati ya pamoja ya kuandaa nguvu kazi mahiri katika kubuni, kuzalisha na kuimarisha matumizi ya teknolojia za kidijitali. Ndugu wageni waalikwa, kwa kuzingatia uzito na fursa anuai zinazoambatana na kongamano hili, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameridhia kuwa mgeni rasmi katika hafla ya ufunguzi. Aidha, Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika hafla ya kuhitimisha kongamano hili. Ndugu wageni waalikwa, kwa moyo wa dhati ninawaomba mtuunge mkono kwa kuchangia kongamano hili kwa maendeleo ya sekta kama ambavyo mmekuwa mkifanya wakati wote. Kwa hiyo huu mkutano unafanyika hapa Afrika ni masuala muhimu sana ambayo tutazungumza maeneo yote haya. Na ni heshima sana kwa nchi yetu kwamba ametuomba tuwe wenyeji kwa mara ya pili. Lakini cha muhimu zaidi, sisi ilibidi tuombe kibali kwa sababu ni mkutano mkubwa, una majukumu na utatumia rasilimali za nchi yetu. Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliridhia, lakini na kuletwa mkutano huu ni kielelezo cha jinsi ambavyo diplomasia ya nchi yetu kwa kweli inaenda vizuri, kwa sababu waliomba kwamba Tanzania tuwe sehemu ya wenyeji. Kwa hiyo Mheshimiwa Balozi, huko na kuenda kazi yenu imerahisishwa sana, kwa sababu mwanadiplomasia namba 1 rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anasababisha watu wanajaribu sana kuja kufanya mikutano mbalimbali hapa, na hiyo inasaidia sana kuendeleza utalii wa mikutano. Lakini kwa kweli huu mkutano kubadilishana mawazo na nchi mbalimbali ambazo zitakuja hapa, sisi tuna mengi ya kujifunza kwao na pengine na wenyewe wana ya kujifunza kutoka kwetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa bashasha kubwa napenda kutangaza kiasi ambacho kimekusanywa au tumepokea kama pledge kutoka kwa wadau wa wizara mbili, naweza kusema kutoka Wizara ya Fedha na taasisi zake, lakini pia kutoka Wizara ya Elimu na taasisi zake. Mheshimiwa mgeni rasmi, Wizara ya Fedha na taasisi zake zimeweza kutoa au kupledge kiasi cha shilingi milioni 425. Upande wa Wizara ya Elimu na taasisi zake, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeweza kupokea
zaidi ya milioni 179. Mheshimiwa mgeni rasmi, jumla inakuwa ni bilioni moja na milioni 500 na milioni 4. Kwa hiyo ndio pledge ambazo tumezipokea hapa.